Hili ni andiko la mchambuzi wa masuala ya siasa Alois Nyanda kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ameandika mambo matano yaliyonigusa yaliyomgusa yeye kuhusu nchi yake mwaka 2025. Niseme na wewe unaweza kuwa unayo yako, ila ya kwangu ni haya. Jambo la kwanza, vurugu zilizozuka Oktoba 29, 2025 zinazotaja kuhusishwa na uchaguzi mkuu, katiba mpya, watu kutekwa, kuuawa na uwepo wa ukiukwaji wa misingi ya sheria, ajira kuwafanya Gen Z kupata sauti, na kwao haikuwa sauti ya ghasia, kwao ni sauti ya haki. Kwangu mimi nalitamka kama tukio baya na la kishenzi na halipaswi kujirudia. Watu wamepoteza maisha, na msimamo wangu ni kwamba waliohusika kwa makusudi au kwa bahati mbaya, waliotumwa au kujituma hawato pokea msamaha wangu, na waliohusika na kuhusishwa na tukio lile la kinyama kwangu hawatopokea huo msamaha mpaka hatua za uwajibikaji zitakapofanyika. Jambo la pili, kutekwa na kupotezwa kwa watu kadhaa, akiwemo ndugu balozi mstaafu, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM mstaafu, mbunge wa kuteuliwa na rais, mkuu wa wilaya mstaafu, mwakilishi wa rais katika vituo vya Malawi na Cuba balozi Polepole hajulikani alipo. Tukio linalotafsirika kama mti mbichi umekatwa vipi mti mkavu? Basi kama yuko hai arejeshwe kwa familia yake, na kama amekufa basi mwenye kila imani amuombee. Basi mwenye kila imani amuombee. Jambo la tatu, Januari 2025, uchaguzi wa ndani wa Chadema umenifunza kuwa haki ikitendeka mahali popote basi itakupa matokeo usiyoyatarajia. Mwaka 2025 Lissu ni kama Musa wa kwenye Biblia, namna alivyotawanya bahari kwa kutumia fimbo. Mipango ya wanadamu hufeli. Hii ni kama ilibidi Magufuli afe ili Rais Samia awe rais. Lissu kampiga Mbowe. Jambo la nne, utitiri wa kesi za uhaini mwaka 2025. Hii ni rekodi ya pekee kwa nchi yetu toka tupate uhuru. Muda ni sasa, katiba ibadilishwe. Jambo la tano, anasema kwamba wananchi 2025 kugomea wasanii wao wa nyumbani. Hii kwangu ni funzo, si tu kwa wasanii bali kwa taifa zima, kuwa wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na kwamba wakieleza hivi wewe fanya hivyo, ukifanya hivyo wao watafanya vile, utafeli tu. Mwisho, Wakiislamu, msingi wa Wakiislamu ni wananchi kugomea kugawanyishwa kwa itikadi za kidini. Wao wanachokiamini, chochote kinachohubiri haki wanakwenda nacho, hata kama kinaongewa na chizi. Huko mstari unasema kazi ya haki itakuwa amani, yani kazi kubwa ya amani itafanywa na haki. Someni Isaya 32 mstari wa 17 au fungua Yakobo 3:18. na watakia sikukuu njema, imeandikwa na Mtozi, ameweka pale na kifungu cha Biblia. Ngoja nipitie baadhi ya comment kwa wadau mbalimbali waliopitia andiko lake. Mtu mwingine ameandika nikiongeza neno nitakuwa naikosea heshima elimu. Mtu mwingine ameandika jana nikiwa sehemu msibani nilisikia mtu anajisifia yeye ni Lissu wa kijiji kile. Nilimtafuta baadaye kuzungumza naye kwa kina, alionisimulia. Mtu mwingine ameandika sauti yake ipaswi kupuuzwa hata kidogo, na ikipuuzwa kuna madhara hasi kwa jamii na taifa. Mtu mwingine ameandika wengi tunalia mioyoni hivyo hivyo, ila ukiongea kwa wazi. Okay, mtu mwingine ameandika ila Nyanda. Mtu mwingine ameandika ongeza hapo 2025 waandishi wa habari na vyombo vya habari kukaa kimya wakati wa matukio ya Oktoba kwa kivuli cha uzalendo na kulipenda taifa lao. Mtu mwingine ameandika kaka umesema kweli, Mungu atusaidie tutoke hapa tulipo. Mtu mwingine ameandika mawazo na fikra kama zangu. Mtu mwingine ameandika pole jamani. Mtu mwingine ameandika sasa hivi umenyooka. Mtu mwingine ameandika heshima ya karamu iheshimiwe, sina cha kuongeza. Mtu mwingine ameandika ili andiko limejaa madini matupu, Mungu akubariki, umenena kaka. Mtu mwingine ameandika leo umeongea fact blaza, appreciate you. Mtu mwingine ameandika wa Kiislamu ingetakiwa iwe ya kwanza, maana tumekataa kugombanishwa wakati sisi ni ndugu na marafiki. Mtu mwingine ameandika namba 4 umepiga kama Pakome. Mtu mwingine ameandika naondoka na namba 2 na 3. Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia andiko hili la Alois Nyanda, mchambuzi wa masuala ya siasa, kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Vipi, ni mambo gani ambayo wewe pia hujayasahau kwa mwaka huu 2025? Sisi tumechangamka.